watu kukosekana kwa mawasiliano yaliyo sahihi mpaka kupelekea kwenye afya ya akili? Sababu zipo nyingi, kama ile ya mwanzo ambayo tulizungumza kwenye masuala ya haki na wajibu. Maana mzazi mlezi kutekeleza wajibu ambao anastahili kutekeleza. Ikiwa hata utekeleza vizuri, lazima hapa changamoto ama afya ya akili itakwenda kwa haipo vizuri, haitakuwa vizuri. Na hiyo inakuja hata kwa marafiki. Kwa marafiki unamaanisha vipi? Mfano kama mimi na rafiki yangu Asha. Ndio. Mfano hapa si pia baina ya marafiki na marafiki kuna haki na wajibu pia. Ndio. Na hiyo pia inachukua nafasi. Inachukua nafasi hiyo. Kwa sababu gani? Pengine umefanya jambo ambalo ni zuri na mtazamo wako moja kwa moja anasema hili ni zuri, lakini yeye akaanza kukupa maneno ambayo sio mazuri katika kuhamasisha lile ambalo umelifanya. Hapa anaweza kukuharibu kwa muda ule pale. Sasa ikiwa utalichukua lile kwa muda mrefu, afya yako ya akili inazidi kubomoka manake. Kwa umechukua muda ule pale, umeenda nalo, hatimaye ukawa vizuri, imepita, is okay, manake utakuwa vizuri. Lakini ukilichukua kwa muda mrefu, ndio hapa inaweza kuanza kutengeneza hamtuanza kuwasiliana vizuri. Mmoja wenu hata ataanza kusema tulikuwa hatupo hivi. Kwa kifupi, haya mawasiliano yana nafasi kubwa sana katika kuitengeneza afya ya akili kwa vizuri ama kuibomoa hii afya ya akili. Okay. Ndio. Na kama ni hivyo, hebu tuone tukiacha ile kwamba tunaibomoa afya ya akili, lakini kuna madhara gani mengine pengine ambayo kukosekana kwa haya mawasiliano yanaweza kujitokeza baada ya afya ya akili kuvurugika? Madhara yapo mengi sana hapa, na zaidi madhara yanakuja kwa upande wa maana yake matatizo ama magonjwa ya afya ya akili pia yanaweza kaingia hapa. Kuna wakati msongo wa mawazo mtu anawezekana akaupata kutokana na kukosa mawasiliano ambayo sio mazuri tu. Msongo na mara nyingi mawasiliano yakiwa hayapo vizuri, stress hormones zinashuka kwa kiwango kikubwa, cortisol hormones. Ikiwa mawasiliano hayapo vizuri, lazima hizi zitashuka, na zaidi inategemea na yule ambaye anataka kuwasiliana lakini hapati ile mbinu ama hapati njia ya kuweza kuwasiliana ama kufikisha ujumbe anaotaka ama vitu kama hivyo hapo. Kwa unakuta kwamba madhara ikiwemo hili la msongo wa mawazo, kingine kutoaminiana, migogoro kuongezeka. Kwa hivi vyote tukiviangalia vinaingia kwenye kuibomoa afya ya akili. Migogoro peke yake inakwenda kuibomoa afya ya akili. Na kuna wakati inawezekana kwamba mtu aliomo mental kidongo chekundu ambao ana tatizo fulani la ana ugonjwa fulani wa akili, sababu yake ilikuwa ni migogoro tu. Huwezi kuamini, lakini ukija ukamfanya assessment unajua kwamba huyu migogoro tu ilifika wakati mpaka akawa hivi. Na kuna wakati mtu anaonekana ana mambo ana matatizo katika hali ya urisi, kunasubirika itokee kitu fulani tu tena mtu anakuja kulipuka. Kwa hiyo kiufupi hapa madhara ni kama hayo, ama kuna wakati hata kutengenezeka uaminifu na kuwa haupo vizuri. Na matatizo mengine, kuna wakati mtu anaweza kaamua kutumia madawa ya kulevya. Na ndio maana wale wanaotumia madawa ya kulevya hatutaki kwamba tuwe tunawajudge moja kwa moja. Ni muhimu sana kukaa nao chini na kuwauliza ama kujua ni sababu ipi ambayo imepelekea mpaka kaamua kwa vile. Sasa hapa ndio utapata mbinu za kuweza kumsaidia yule. Lakini ikishindwa unamjudge tu, muhuni anatumia madawa ya kulevya, anajaribia maisha. Manake hujatumia mbinu ya kuweza kumsaidia ile epukane na ile shida. Sasa ukijua sababu, ukijua utaweza kujua namna gani nimsaidie. Kwa hiyo matatizo yapo mengi sana. Watu wanaingia kwenye uraibu kutokana na hizi sababu. Mawasiliano tu hayapo vizuri. Sasa nini tunaweza kufanya? Ya kufanya yapo mengi sana, na kama tunavyojua kwamba kwenye maisha yetu mawasiliano ni nyenzo kuu katika kukuza ama katika nyanja tofauti. Mawasiliano ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya kuboresha mawasiliano baina ya mtu na wengine, baina yake binafsi, kwa sababu hii mawasiliano haipo baina ya mtu na mtu ama mtu na watu, hata wewe binafsi. Maana ikiwa mwenyewe utaanza kujizungumzisha ambao ni mazuri, una nafasi kubwa ya kuitengeneza afya yako ya akili kwa vizuri. Ama ikiwa una muda mwingi kutumia maneno ambayo sio mazuri unajizungumzisha, una nafasi kubwa kuibomoa manake afya yako ya akili. Sasa hii ni kitu kimoja, kuboresha mawasiliano, na zaidi kuwa tunazungumza mambo ambayo ni mazuri. Lakini vile vile ni muhimu sana kujaribu kutafuta ufumbuzi pindi unapoona pana changamoto katika hii nyanja ya mawasiliano. Inawezekana kuna wakati baina ya mtu na mtu hakuna mawasiliano mazuri, haujui sababu ni ipi. Kwa hiyo jaribu kutafuta sababu ambayo imepelekea kufanya nini, kutokea kwa ile changamoto. Kwa hiyo pale itasaidia kuwa vizuri. Kwa maana yake hujatafuta mbinu ama hujatafuta njia kuweza kutatua ile changamoto, mawasiliano hatakuwa mazuri, siku zitaenda mbele, wewe unazidi kuteseka.
Kuna watu wana wasiwasi kutokana na mawasiliano tu hapo vizuri. Watu wengi sasa wana shida, hawazungumzi. Unaweza kukuta familia na familia hawasemeshani vitu hivi vidogo tu. Inaweza kufika si yani mambo yanaongezeka, jambo dogo lakini la kwenda kubomoa afya ya mtu. Na hii haipo kwenye afya ya akili tu, hata kwenye afya ya mwili. Kwa sababu gani? Kwenye afya ya akili kama tunazungumza hizi chemicals, neurotransmitters na kazi zake kwenye ubongo, hasa kwenye fikra, tabia. Sasa unakuta kuna wakati zikuwa hazipo vizuri. Kwa hiyo hata yale mawasiliano yanakwenda kubomoa. Maana yake siku zote maneno yako mazuri ambayo unamzungumzisha mtoto tu ama baina ya mke na mume tu, tujalie mawasiliano yako mazuri, anamzungumzisha maneno ambayo ni mazuri, anakuwa vizuri kiakili. Inaweza kuathiri utendaji hii? Hii inaathiri kwa kiasi kikubwa utendaji wa mtu, ikiwa kazini, ikiwa ndani. Maana yake mawasiliano yako hayapo vizuri kazini tu, hamtakuwa vizuri. Ukitaka usitake. Mfano baina ya bosi na wafanyakazi wa chini, mawasiliano yakiwa hayapo vizuri, mfanyakazi wa chini inawezekana akazungumza chochote tu ambacho sio kizuri, imemfika bosi, changamoto zimeanza, hatimaye ndio hivyo. Kuna watu wanaamua kuacha kazi tu kwa sababu gani? Hakuna mawasiliano ambayo ni mazuri. Na mtu anaacha kazi, sasa anaanza kuashacha chafuka mitaani huko, anaanza kujipa vitu ambavyo sio vizuri, msongo wa mawazo umeanza. Kwa kiuhalisia na kiufupi, hii mawasiliano ina nafasi kubwa kwenye kutengeneza afya ya mtu na vile vile kwenye kuibomoa afya ya mtu. Kupitia 0656 unaweza kushirikiana nasi 067627. Malizia hivyo. 0676277927. Unaweza kushirikiana nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi, tutasoma hapa studio. Kutokana na hapo tunajadili hapa, tunazungumzia nguvu ya mawasiliano katika kujenga na kubomoa afya ya akili. Nguvu ya mawasiliano katika kujenga na kubomoa afya ya akili ndio mada ambayo tunajadili hapa. Tuko nayo na mwanasaikolojia wetu Bwana Latifu. Unaweza kushirikiana nasi kutuma ujumbe wako mfupi kama una swali, una maoni, una chochote kwenye mitandao ya kijamii. Pia huko tutausoma ujumbe wako ambao utatutumia hapa. Lakini ni mazingira gani zaidi ambayo yanaweza kupelekea mtu kuathiri afya yake akili? Kwenye mahusiano, pengine kwenye mahusiano ya kindoa, kazini, mtaani, wapi mtu anaweza kubeba manake zaidi na inaweza kumuathiri sana? Pengine labda mazingira mengine anaweza kupuzia, lakini kuna mazingira labda anaweza kushindwa kupuzia. Kuna mazingira yanachukua nafasi kubwa sana. Kwa mfano katika hayo mazingira matatu ambayo nimeyataja, yapi anaweza kumbeba zaidi mtu? Kwenye familia inachukua nafasi kubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwenye familia kuna mambo mengi sana ambayo mwanzo pengine ilikuwa hampo pamoja, lakini baadaye imekuwa mpo pamoja. Kwa hiyo nafasi ile, ikiwa mawasiliano tu hayapo vizuri, afya ya akili haitakuwa vizuri. Kwa hiyo kwenye familia hapa pana nafasi kubwa sana. Ni muhimu sana kuwa makini ama kuboresha mawasiliano katika hii sehemu ya familia. Familia ikiwepo vizuri katika masuala mazima ya mawasiliano, changamoto nyingi sana zitaepukika. Lakini